tunakwenda Shinyanga kwa ndugu yake Sheikh wa mkoa Sheikh Abubakar bin Uthmani, anafanya maulidi pale, na mimi amenikabidhi kuwa kama ndio kinara wa jambo lile. Sasa ni mwaka wa 4 nimeweka mfumo wa kongamano, na mwaka huu mada zetu kuu ni 2 kuanzia saa 3 asubuhi. Mada ya kwanza, umuhimu wa umoja wa Kiislamu. Umuhimu wa umoja wa Kiislamu. Na mada yetu ya pili itakuwa Uislamu na malezi. Hizo ndio mada za mwaka huu. Umuhimu wa umoja wa Kiislamu, na mada ya pili Uislamu na malezi. Na bado mashehe wengi wanakuja, wasikia Sharif Jafar Ibidi huko, Sheikh wa mkoa wa Pwani kaingia leo asubuhi, Sheikh Hamisi Abasi Mtupa, kadhi wa Arusha Sheikh Kiugiza yuko njiani, nadhani jioni hii anaingia. Na usiku huu hapa Sheikh utapokea watu wawili. Utampokea Sheikh wa mkoa wa Dar es Salaam, Sheikh Walid Sheikh Alhaji Umar Kawambwa, lakini pia utampokea Sheikh Hizudini kutoka Kenya. Leo utapokea hapa, nadhani wataingia majira ya saa 4 saa 5 hivi, kisha waje huko. Mimi nipo na mshauri wangu hapa, shehe wangu, mwalimu wangu, lakini rafiki yangu, babu yangu. Kwa msishangae, lazima nimuongelee babu yangu huyu. Nimepata historia kubwa ya Uislamu wa Tanzania kupitia yeye, kwa sababu katika jumla ya watu waliomsomesha, walipotuzidi wenzetu, katika jumla ya watu waliomsomesha ni dada yake. Dada yake, vitabu vingi vya fiqh kasomeshwa na dada yake. Basi yule ni mkubwa, aliniweka kitabu kunipa historia kubwa sana ya Uislamu Tanzania, lakini pia na historia ya ujio wa Sheikh Hassan bin Amir Shirazi Baba. Nilipata kwa bibi mkubwa yule. Wenzetu familia yao yote ya mashehe, yeye ndio huyo mwanasheria. Dada yake amemshuhudia na vitabu chungu mzima, na kaka yake mkubwa Sheikh Ahmad bin Masudi. Manake baada ya kutoka kwa dada yake akadakwa na kaka yake, kisha akaletwa huku kwa shemeji yake aliyooa dada yake. Unaona ngazi ilipopita mama. Nyinyi uko wenu kuna mokota makopo, mpishi wa gongo, mtukana na shehe, ndio uko nyinyi. Angalia silsila ya watu kama yule anasema adabu nubati. Mimi natoka katika kizazi cha wale wasiyependa dhulma, watu wa Mungu maana yake. Kwa Sheikh Hamid ibn Sheikh na baba yake Sheikh Masudi ndio katika watu walioombea dua uhuru wa Tanzania, wakampokea mzee wetu, baba wa taifa, mzee Julius Kambarage Nyerere alayhi minallahi ma yastahiqu pale Rufiji. Na ndiye alitoa amri mzee wetu mzee Nyerere apewe shuka Marekani Tanga, zamani wakivaa pensi. Tunataka kuongea na Mungu, hatuwezi kuomba dua hii kwa mujibu wa omba dua na dini pale. Baba yake huyu Sheikh Masud ibn Sheikh Khatib Yon, babu yake mzaa baba yake. Sasa nikisema nitoe silsila mtapata tabu hapa, mtafikia shuhuda na naambia watu katika vitu alivyotumikia Mungu. Babu yangu sijawahi kuchoka kuongea toka nizaliwe. Wewe kama sijawahi kuchoka kuongea. Yaani mimi ukinipa maiki, wewe utaenda kunisaidia, utaenda kwa mkeo, utarudi mimi utanikuta. Wewe kama ni pembeni. Sasa nikisema nitaje historia mpaka nije niwachukue hao babu zake, mkubwa na mdogo, Sheikh Khatib na Sheikh Abdul, nikawaeleza hapa kesho kutwa. Ukoo wa kishehe katoka shehe. Sisi alhamdulillah Mungu katusaidia walau kidogo, ukoo wa wacheza ngoma tumetoka Sewalini. Lakini wenzetu ukoo wa kishehe ndio katoka shehe. Kwa hiyo mara nyingi watu kama hawa wana mshamba na mshehe. Kama pesa yaani mtu akiwa mshamba wa pesa, siku akishika milioni anaamini mtaa mzima maskini. Kwa sababu yeye yake ni 15 20. Hajafika. Sasa milioni 1
at once. Hatari kabisa. Na kama mtu uko katika silsila yake ubabani na umamani hajawahi kutokea shehe, akimaliza nusu ya pili tabaraka, mtapata tabu. Ndio hizi media zinazotusumbua kutokana upande wa kufuatilia watu. Kwa kuna dalili elimu kidogo. Inawezekana kwa nini? Ule ushamba wa elimu. Hata mimi babu yangu alikuwa shehe mkubwa, yani babu wa baba yangu. Huyo Sheikh Rashid ambaye baba akachukua jina lake, alikuwa ni shehe mkubwa. Kwa na mimi kidogo babangu kwa kupata kujua hiyo elimu aliishia kwenye mzwama kuna nia kuswalia kwa elimu. Lakini kidogo na mimi nimeiokota ile imetoka kidogo na nafuu. Unaona basi unakosa hata wale rafiki wa familia yako, babu yako alikuwa na rafiki yake hajawahi kuwa shehe. Babu yako hajawahi kuwa na rafiki shehe. Baba yako hajawahi kuwa na rafiki shehe. Yaani ukipata elimu tutavuka. Ndio. Nimevaa koti jeusi na peni ya kijani. Kuashiria sasa wakati wa ukua. Haina maana hiyo. Karibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa kawaida ukiingia msikiti wote ule imesuniwa kuamkia msikiti. Lakini hapa imebadilika kidogo, badala ya kuamkia msikiti nimewaamkieni nyinyi mliomo msikitini. Kenda haram ya Makkah, tahiyatul masjid yake ni tawafu. Na ukija misikiti hii ya kawaida ni kusali rak'a mbili khafifataini, halafu ndio unafanya mengine. Lakini kwa dharura hii ya kurupushani za safari, Mungu mwenyewe atanisamehe kuwa sikuamkia msikiti na waamkieni nyinyi, lakini nanyi ni sehemu muhimu ya viumbe mnaofaa kutukuzwa, kwa sababu Mungu ukimtukuza basi uwatukuze na wale ambao yeye mwenyewe Mungu anawatukuza. Walaqad karramna bani Adam, nyinyi ni watukufu mbele ya Mwenyezi Mungu kuliko hata al-Kaaba. Nyinyi watukufu mbele ya Mwenyezi Mungu kuliko hata msikiti. Lakini ile kutangulia kuamkia msikiti ni utaratibu ambao Mungu kaupanga. Ninachoweza kusema kwa haraka na ili kuwahi taratibu za kawaida ni kauli ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam inayosema al-mu'minu al-qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min ad-dha'if wa fi kullin khairun. Kipande hicho kitatutosha. Mtume wetu anatuambia, na mtume wetu wenyewe ni mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, anatuambia kwamba mu'min mwenye nguvu ni bora sana kuliko muumini dhaifu. Lakini wote ni waumini. Huyu mwenye nguvu ni muumini na huyu dhaifu ni muumini. Na ndio maana mtume akamalizia kwa kusema wa fi kullin khairun, kila wote hao kila mmoja naye ana khairi zake. Kuna wakati mahala huwezi ukalimaliza jambo mpaka umpeleke mtu laini, na mahala pengine huwezi ukamaliza jambo mpaka upeleke mtu shupavu mwenye nguvu. Sisi wakati huu kama kuna mashaitani wanao tushawishi na kutuvuruga, hakuna shaitani mbaya kama huyu shaitani wa mfarakano. Huyu shaitani aliyopo sasa wa mfarakano
anayetufarikisha watu tuliomo katika ulingo mmoja wa la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, lakini sheitani anapenya anatufarikisha. Sheitani huyu kusema kweli anataka akabiliwe na imani zenye nguvu kweli kweli. Tukiendelea na udhaifu tuliokuwa nao, kusema kweli yeye ataendelea kushangilia mafanikio yake, na tukimwachia sheitani aendelee kufanikiwa kushangilia mafanikio yake, mafanikio yenyewe ni kutuparaganisha sisi, alafu siku ya kiyama aje kutucheka. Waqala ash-shaytanu lamma qudiya al-amru inna Allaha wa'adakum wa'da al-haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum fama kana li alaykum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li. Hapo anatucheka. Mimi nilikuwa nakuiteni tu nyinyi mnaitikia. Kwa nini mimi nilikuwa na nguvu na kwa nini nilikuwa nafanyaje mpaka nyinyi mnaniitikia? Mimi nilikuwa naita tu. Kuita tu na nyinyi mkao mnaitikia. Kwa hiyo hapa atakuwa anatucheka. Illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni walumu anfusakum ma ana bimusrikhikum wama antum bimusrikhiyya inni kafartu bima ashraktumuni min qabl. Kwa hiyo kicheko cha sheitani siku hiyo, kwanza anatabarra, anajitenga na sisi, anatuambia shauri yenu. Kwa hiyo mtume anaposema al-mu'minu al-qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min al-dha'if, nguvu zenyewe ni nguvu ambazo zisizokuwa na woga, kwa sababu sisi sheitani anatupitia katika mioyo yetu. Hii mioyo yetu hii ndiko anakopitia sheitani. Sasa sisi tuwe na nguvu za kupambana na mioyo yetu ambayo ni al-ammaratu bisu, tupambane nayo na tusiwe waoga, kwa sababu kuna wakati nafsi inakwambia kile pale ndio kizuri zaidi kuliko hichi, kumbe hicho ndio kibaya zaidi kuliko hiki. Pia nafsi wakati mwingine inakwambia itakuwa nitakunifanya mimi mjinga, kumbe wala si mjinga, lakini yeye anataka kukuonyesha kama ukikubaliana na yule utakuwa mjinga, ukikubaliana na mimi ndio utakuwa mwelevu. Hiyo ni kazi ya moyo na ni kazi ya sheitani. Sisi tujitahidi kwa kufanya mazoezi maalum ambayo yatatuweka fiti kupambana na mioyo yetu na kupambana na sheitani. Mazoezi hayo yanatamathal katika vitendo na katika maneno, na wakati mwingine katika munasaba huu mazoezi ya maneno ni bora kuliko mazoezi ya vitendo. Wa imma yanzaghannaka minash shaitani nazghun fasta'idh billah. Ili isti'adha billah, maneno sio maneno. Shaitani akikushawishi ista'idh billah. Kwa hiyo kuna wakati mazoezi ya maneno ni muhimu kweli, ikiwa kila wakati tunafanza isti'adha billahi na shaitani huyo ambaye anatufanyia haya anayotufanyia. Kila wakati tukifanza isti'adha na mioyo yetu hii ambayo al-ammaratu bisu, kusema kweli kwa maneno hayo tutaweza kufanikiwa kuliko wakati mwingine vitendo. Kwa sababu vitendo ni kusali, ukisali sana bado hujaungana na mwenzio.
Ukifunga sana bado hujapatana na mwenzio, kwa sababu kwa kufunga kwenyewe ni saumu. Saumu manake al-imsaku anil kalam kadha wa kadha, unaona, anil muftirat na hivi na hivi na hivi. Na mtu akikwambia hivi fa in kadha, basi wewe sema fa inni saim, maneno. Lakini kusema kweli, isti'adha billahi minash shaitanir rajim, isti'adha min nufusina wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Naona kazi hii ya maneno nayo tusije tukaipuuza kwamba maneno tu hayana maana. Hapana. Bwana mmoja katika watu wanomjua Mungu alimsikia mtu anasema, Mungu nilinde isiwe fungu langu katika kumpenda mtume ni maneno matupu. Mtu mmoja aliwahi kujilinda kwa Mungu, Mungu nisaidie isiwe fungu langu katika kumpenda mtume ni maneno matupu. Neno hilo kalisikia mtu wa Mungu, akamwambia, wewe usiadharau maneno nayo mali. Hiyo Qur'ani maneno sio maneno. Maneno. Hiyo Qur'ani maneno. Na huyo mtume wenyewe ukitaka uwe karibu naye kuna maneno useme Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kwa hiyo maneno nayo yana nafasi kubwa. Sasa wewe bwana usiseme ninajilinda isije ikawa fungu langu kwa mtume maneno matupu. Maneno nayo yana nafasi kama ilivyokuwa vitendo vina nafasi. Na kuna wakati vitendo vina nafasi zaidi kuliko maneno, na kuna eneo maneno yana nafasi zaidi kuliko vitendo. Kwa hiyo hivi vitu hivi vinakwenda turuke na mbawa zote mbili, turuke na mbawa za maneno, turuke na mbawa za vitendo. Ukiacha moja wapo kwa kuzidi upande mmoja utafeli. Ikiwa kwa mfano sisi vitendo tu, utaingia katika swala kwa vitendo tu, yani urukui, usujudu, ujue katika itidali, lakini usisome surati al-Fatiha ambayo ni maneno, itakuwa swala haitakuwa swala bila ya maneno haya ya surati al-Fatiha. Kwa hiyo ikiwa mmenielewa kipande hicho hapo, basi kubwa lao ni kwamba tusiwe waoga kupigana na nafsi zetu, hatimaye nafsi zetu zikapata nafasi ya kutuongoza kule kubaya kunakotakwa na nafsi hizo, badala ya sisi kuelekea kule kwema ambako anatutaka Mwenyezi Mungu. Baada ya haya tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuwafikishe, ikiwa tunachosema tukiseme kinachotakiwa kusemwa, na ikiwa tunafanya tufanye kile hasa kinachotakiwa kufanywa. Wama alaina illa albalaghul mubin. Kusema kweli, utaratibu ni kwamba baada ya kumalizika sala fantashiru, lakini leo umepinda utaratibu huu kwa dharura. Wadharuratu tubihu almahdhurat. Hapa tuko karibu na sokoni na tumeswali na wafanyabiashara wa sokoni wenyewe wengi wameshatoka. Sasa hawa medhali wameshatoka, wako huko, sisi huku tuwaombee dua Mwenyezi Mungu awabarikie biashara zao. Isiwe kutoka kwao tuwachukie kwa nini wametoka. Wale na wao wameshikwa. Mtu ana samaki wabichi huko, akiwaacha wataoza. Sasa asikilize maneno yako, samaki waoze, hiyo is not fair. Sisi tuwaombee dua Mwenyezi Mungu ajalie biashara zao ziingiwe na baraka sana. Mungu awabariki sana, wauze sana, ili siku nyingine nao wapate nafasi ya kukaa kusikiliza elimu.
Jambo la pili Sheikh Kabeke, uwe tayari tu katika ule utayari alionao mufti wetu, na wewe uige ule utayari wa kumsikiliza asiyekuunga mkono. Endelea kuwa tayari kumsikiliza asiyekuunga, kwa sababu hao wasiokuunga mkono na wao wana faida kubwa. Na sisi tusiwaite kama wanavyoitana watu wa siasa, kwamba nimesikia mtu wa siasa mmoja anawaita wapinzani kwamba nyinyi ni watoaji habari tu, kwamba huko kuna shida kadha. Unaona, yani wale wapinzani ni watoaji taarifa, amewafanya hivyo. Lakini lugha ile mimi siipendi kuwaelekezea Waislamu wenzetu kwamba wao nao watoaji taarifa. Wao ni wachangiaji wa mawazo. Tuwachukulie kwamba wanachangia mawazo, ila wa baadhi ya wachangiaji wengine wanakuwa ile njia hawatumii nzuri, inakera kidogo. Lakini kutofautiana kimawazo ni jambo la kimaumbile, halikwepeki, wala huna uwezo wa kulifanya kwamba eti watu tuwe na mawazo namna moja tu. Hapana, lazima mawazo yawe tofauti. Ila kule tunako yaelekezea yale mawazo yetu ya kukosoa, tunayaelekezea wapi? Ikiwa tunayaelekezea upande wa kujenga, hapo tutafanikiwa. Lakini ikiwa tunaelekezea upande wa kukomoa, yule ana cheo cha shekhe wa mkoa, sasa ngoja nimkomoe mimi mpaka awe hatakiwi. Yani unamkosoa si kwa ajili kwamba Waislamu baadaye wanufaike na kukosoa kwako ili kifanyike kizuri zaidi. Mpaka yule jamaa aondoke pale katika cheo kile. Hiyo mbaya. Kwa mfano wengine kama hivyo wanasema kwamba Kabeke huyu ana vigezo vyote vya ushekhe wa mkoa, ila kwa sababu tu ni Muha. Muha ni kabila miongoni mwa kabila alizoziweka Mungu. Muha ni kabila miongoni mwa makabila aliyoyatengeneza Mungu. Qur'ani inasema ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Kwa hiyo mtukufu wetu mbele ya Mwenyezi Mungu ni yule hodari wa kumcha Mungu. Kwa hiyo huyo Muha akiwa hodari wa kumcha Mungu na kumtumikia Mungu kwa maneno na vitendo, huyo ndo mtukufu wetu. Hataki wa Muha gani? Maki Mungu wengine wa chini huko basi, huyo. Unaona? Kwa sababu Makuraishi walijaribu siku moja, Makuraishi siku ile ya Fathi Makkah, walikimwa na adhana ya Bilal. Mtume sallallahu alayhi wasallam kamwamrisha Bilal aadhin. Jamaa wakasema mpaka leo tena bado adhana Bilal tu. Naona Bilali ni mtu mweusi katoka Ethiopia, tena pale akaja kuwa ni Mtwana. Sasa tena mpaka leo muadhini awe huyu Mtwana. Leo adhini Mwarabu. Mtume akasema haya, na adhiniwe Mwarabu. Alivyoadhini Mwarabu, vitabu vya sera vinasema kaadhini Mwarabu, wameswali walichoswali kuisha, malaika wameshuka wameuliza, mbona leo hatukusikia adhana? Mbona leo hatukusikia adhana? Sasa swala iliyofuata akarudi yule muadhini wa siku zote. Unaona, jamani mmesikia adhana? Kwa sababu leo tumesikia. Kwa sababu hizi adhana hizi malaika wa mbingu ya kwanza wanasikia hizi adhana zetu hizi. Malaika walikuwa wingu wa kwanza wanasikia. Sasa siku ile alivyoadhini Mwarabu adhana ya unsurie, ubaguzi wa rangi,
malaika, yani Mungu hakuipa nafasi ipande angalau hapo wingu wa kwanza, haikwenda. Unaona? Sasa na huyu awe Muha, awe Mdengereko, awe Mnyagato, awe nani, awe mtu wa Kilwa, Matumbi au Mgindo, unaona? Lakini hebu sikilizeni hii Qur'an, wallahi alazim. Mwenyezi Mungu, mimi sikusifu mbele yako usoni kwako, lakini nimeridhishwa sana na qiraa yako, alafu Mungu akakupa sauti nzuri. Unasali unaona raha mtu kwamba ndio niko Mwanza hivi kwa Wasukuma. Wallahi manake ndio niko kwa Wasukuma hivi. Sasa kumbe sio Msukuma, ni mtu wa Kilwa, lakini yuko wapi kwa Wasukuma? Maana dharfu alionani wenyewe ni wa Wasukuma. Panatoka vitu namna hii. Alhamdulillah. Ili mradi tumesali sala ya Ijumaa ambayo naamini Mungu ameiridhia. Sasa mimi nasisitiza mufti kusema kweli kule mjini kawakusanya wapinzani wote, wanakuja ofisini kwake wote. Tena wengine na wasiwasi hata ule mufti wenyewe wanautaka wao. Sio kwamba wana upinzani tu hivi na ule mufti wanautaka wao, lakini hao ndio mbele ya mufti ndio wapigaji Fatiha hao katika shughuli zake. Sasa utayari yule wa mufti tumuige. Mufti yuko tayari kweli kuzungumza na mtu yoyote na nini, na imalaki kajiweka katika nafasi ya ulezi kuwalea watu wote. Sasa mimi nasisitiza kusema kwamba tofauti ya mawazo ni nzuri, ni afya, kuliko ingalikuwa mawazo ya kwa aina moja tu jamit, hayana maana. Sasa leo iwe Mwanza, iwe Dar es Salaam, iwe wapi, lazima tukubali kuwa na tofauti ya mawazo. Mbele ya Bwana Mtume watu walitoa mawazo tofauti, na Mtume hatimaye alikubali yale mawazo tofauti, akayafanyia kazi, kwa sababu yalikuja kuwa ni mazima ya kujenga. Kapiga kambi mahala katika vita ya Badri, mahala ambapo kisima cha maji kiko kule mbele, wao wako hapa. Kwa maana ya kwamba maadui wakipata kiu cha maji wana urahisi wa kuyapata maji, na wao masahaba watayapata, lakini maadui wana nafasi ya kuyapata. Na ile vita adui yako muombe njaa. Sahaba mmoja akamwambia, ya Rasulullah, amanzilun anzalakahu Allahu amil harbi wal makida? Hivi hapa ulipopiga kambi kakupigisha Mungu kwa wahi, au ni katika mbinu za vita? Mtume moja kwa moja hii mbinu tu ya vita, sina wahi, yani sina ufunuo ulioniambia nikae hapa. Yule sahaba akamwambia, basi ikiwa hivyo hapa pafai, panapofaa haya maji hichi kisima hichi kiwe nyuma yetu, sisi tukabiliane na hao. Sisi tukiwa na kiu mmoja anakwenda kule huko, wao wakiwa na kiu mpaka kuvuka hapa, tutaoa wote. Mtume akakubaliana na lile. Naona, kwa hiyo Mtume anapewa mashauri na mtu asiyepewa wahi, na mtu ambaye ikipimwa akili ya Mtume na yule bali kweli, lakini Mtume alikubali. Mtume katika sulhul Hudaybiyah ilipobidi watahallal na ihram, Mtume katoa amri, jamani, tokeni katika ihram. Wale watu wakasema, kwa nini unyonge wote huwa nini? Sisi lazima tufike Kaaba, yani tufungue ihramu hapa, lazima twende Kaaba. Asema fungueni jamani, jambo limekwama.
Katokea mmoja katika wakeze akamwambia, ya Rasulullah, kuna wakati maneno yanafaa, kuna wakati hayafai. Wewe hapa maneno tu hayafai hapa. Matokeo yake utalaanika hao, kwa sababu wanakupinga wewe na Mungu atakasirika. Cha kufanya, kachukua birika na kinyozi wako, nenda kanyoe mbele yao, tuwatizame hao. Ninavyowajua hao hawastahimili hao. Na kweli Mtume kafanya kwa ushauri wa mkewe Ummu Salama. Alipofanya hivyo, watu wamegombea visu vikitaka kuwakata. Mungu anatia maji, huyo anajinyua. Si limekwisha? Lakini ulikuwa ni ushauri wa kujenga, si ushauri wa kumpinga Mtume. Ushauri wa kujenga. Na ushauri wa kujenga siku zote, hata wewe unaoshauriwa utauona kwamba huu ushauri wa kujenga. Lakini ushauri wa kutaka kuchukua cheo unauona. Sasa cheo nacho kitamu. Sasa kama unakiona kitamu wewe na wewe unakiona kitamu sasa kama ile fahari ya kuitwa shekhe wa mkoa, unaiona wewe na unaitaka. Huyo anaona anaitaka sana. Sasa atakwachia. Hewati. Kwa hiyo mimi kama ninavyomuhimiza huyu kwamba awe tayari, aendelee kuwa tayari, maana yuko tayari alhamdulillah. Kwa nini msikia hapa taarifa yake, yuko tayari, lakini aendelee kama vile anavyoambia Mtume, ya ayuha nabii taqillah. Sio maana taqillah Mtume alikuwa hamche Mungu, anaambia endelea na ucha Mungu, na wewe endelea na utayari huo. Unaona? Sasa na nyie watu wengine mnaotoa maoni, muwe tayari maoni yenu yakipokelewa na yakaachwa kupokelewa. Kwa sababu pia sio kiongozi halazimiki kupokea maoni na kuyafanyia kazi. Analazimika kuyapokea maoni na kuyatizama, lakini anaweza akayafanyia kazi na anaweza asiyafanyie kazi. Sayyidina Ali ibn Abi Talib aliposhika madaraka baada ya Sayyidina Uthman, walivomtaka ndugu wa Uthman alipe kisasi mapema, kamate watu wachinjwe, Sayyidina Ali aliona si maslahi hivi sasa hivi. Watu wameuana juzi na Uthmani kauawa, lakini maana Uthmani kauawa na watu wameuawa, alafu leo tena nianze tena kukamata watu kuchinja. Akaona si maslahi. Unaona? Sasa kwa kuwa pale kulikuwa na fitna ya kutaka na ule uongozi wenyewe uende huko unakotaka kwenda, ndio fitna ikatokea. Matokeo yake ikabidi Saidina Ali ahame pale, amekufa. Yale yalitokea kama mnavyoyajua. Sasa sio kila wakati lazima huyo kiongozi apokee mnayomletea. Sasa wengine wana force lazima sasa ina maana huko ni uchizi huo kiongozi, sio lazima. Kwa hiyo jamani, kwa kuwa muda huu sio muda wa kusema sana, nimesimama kusalimia tu, na nimesimama kumpongeza shekhe wa mkoa kwa haya aliyesimulia kwamba yanafanyika, na sisi ndio tunavyotaka yafanyike. Lakini waislamu waliobakia mumsaidie shekhe wenu wa mkoa. Sisi kule kwa mujibu wa mtazamo wetu kule tunamtazama, tunamwona bado anafaa. Sisi ingawa taarifa zote zinazosemwa zinafika, zote taarifa kuhusu huyu zinazosemwa kuhusu hapa mwanzo zote zinafika 100%. Yani mkimsifu tunasikia na mkimbughudhi tunasikia. Na kwa nini mmemsifu tunasikia, na kwa nini hapa mnambughudhi tunasikia. Lakini nikwambie ni kwa ufupi bilikhtisari kwamba kule bado anapendeza. Kwa sababu sisi kule tunakwenda na mizani ya Mungu. Mizani ya Mungu inasemaje? Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya. Sasa huyu kidogo kwa mpango tunaokwenda nao kibakwata, huyu kidogo thaqulat mawazinuhu,
Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sasa takuombeni dua ya rabbal alamin. Alam nashrah kwanza kwa wafanya biashara waondoka, yani aondoka. Bismillahir rahmanir rahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusran inna ma'al 'usri yusra fa idha faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Hii ni sura ya kupata hela, lakini sura ya biashara yenyewe nayo ni liilafi Quraish. Ile sura ya biashara hiyo, amani na biashara hiyo. Sasa hii tuisome hii, tunawasomea hao huko hivyo, hatujisomee wenyewe au wako sokoni. Sisi wenyewe tutasema lingine, sisi tunahitaji sisi. Bismillahir rahmanir rahim. Liilafi Quraish ilafihim رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Hao jamaa huko wanauza samaki, wanauza mchele, wanauza nini, au sio? Wanunuzi wenyewe ndio sisi. Hivyo vinavyouzwa huko, kama hatuna afya tutaviweza kuvila? Basi tumuombe Mwenyezi Mungu afya. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. وابئلا wafanye biashara vizuri. Sisi huku tubakia msikitini, Mungu tupe afya ya kutumia hivyo vya kutumia. Bila afya hakuna jambo. Kama vile ilikuwa bila amani, nakwambia bila ya amani hakuna maana yoyote. Yaani bila ya amani, tunasema neno hili moja pale, wengine watanielewa vibaya, wengine vizuri, lakini nasema bora kukosekana kuwepo msikiti kuliko kukosekana amani. Bora iwe hakuna msikiti, alhamdulillah, tutaswali tutakaposwali. Lakini ikiwa hakuna amani, utasalia wapi? Kwa hiyo tuombe amani, lakini tumuombe Mungu pia. Rais wetu mama, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, huyu mama, maana msione kwamba kuna wanawake tu, lakini mwanamke huyu ni mama. Na mimi naomba Mwenyezi Mungu ajalie tuelewe kwamba kuna wanawake alafu kuna kina mama. Huyu mama ni katika kina mama huyu. Sio mwanamke. Wanawake tunajua tu kwa watawala stage show la wanawake. Lakini huyu mama, Mwenyezi Mungu amjalie, ampe uzima na afya, amzidi kumpa maono, na hiyo awamu inayokuja Mwenyezi Mungu amjalie apite bila kupingwa. Ingawa kutakuwa na kupinga, lakini ile kama formality tu. Upingaji wa formality ule lazima uwepo, lakini upingaji wa kweli usiwepo. Mwenyezi Mungu amjalie apite tukiwa pesi kwa